Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni Jumapili tarehe 12 Julai mwaka 2026. Mimi ni Eloge Lulonga. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu maendeleo ya hali ya usalama, siasa, masuala ya kibinadamu na matukio mengine yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la mashariki mwa nchi. Miongoni mwa habari tulizokuandalia leo ni mapigano yanaendelea katika eneo la Itombwe. Taarifa mpya kutoka Umoja wa Mataifa kuhusu waasi wa M23 na kundi la Thomas Lubanga pamoja na tukio la ufyatuaji risasi lilotokea mjini Uvira. Basi haya na mengine zaidi ni katika matangazo yetu ya mchana wa leo. Niendelea kukumbusha tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya chochote kile ningeomba na kusiku fact moja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Mapigano makali yanaendelea kushuhudiwa katika sekta ya Itombwe wilayani Mwenga mkoani Kivu Kusini, ambako wapiganaji wa Wazalendo wamedai kurejesha udhibiti wa kijiji cha Kipupu baada ya mapambano makubwa dhidi ya muungano wa waasi wa M23, vikosi vya RDF Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Kwa mujibu wa taarifa zinazotolewa na vyanzo mbalimbali vya ndani ikiwemo mashirika ya kiraia, viongozi wa utawala na eneo hilo pamoja na duru za usalama, mapigano yalianza siku ya Ijumaa yakiendelea kwa saa kadhaa, kumilio silaha nzito na nyepesi kikisikika katika maeneo mbalimbali ya sekta ya Itombwe. Aliomba lazimu mamia wananchi kukimbia makazi yao na kuelekea maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi. Vyanzo vinaeleza kuwa mwanzoni mwa mapigano, wapiganaji wa muungano wa M23 RDF na Twirwaneho na Red Tabara waliingia katika kijiji cha Kipupu na kukiweka chini ya udhibiti wao kwa muda mfupi. Hata hivyo, hali hii haikudumu kwa muda mrefu baada ya makundi ya Wazalendo kuanzisha mashambulizi ya kujibu yasababisha mapigano makali katika maeneo mbalimbali ya kijiji hicho. Baada ya saa kadhaa za mapambano, Wazalendo walifanikiwa kuwarudisha nyuma wapiganaji wa muungano huo na kurejesha tena udhibiti wa kijiji cha Kipupu mwishoni mwa siku ya Ijumaa. Video iliyorekodiwa siku ya Jumamosi tarehe 11 Julai na kusambazwa kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii inaonyesha kuwa Wazalendo wanaonekana kuwa ndani ya kijiji hicho, jambo linaloashiria kuwa sasa ndio wao wanaendelea kukidhibiti. Licha ya hiyo, maisha ya wananchi bado hayajarejea katika hali ya kawaida. Sehemu kubwa ya wakazi waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo bado hawajasubutu kurejea nyumbani kwa kofia kuzuka tena kwa mashambulizi mapya. Baadhi yao wamekimbia vijiji jirani, huku wengine wakijificha msituni wakisubiri hali ya usalama itegemahe. Wakazi waliobaki karibu na eneo la mapigano wanasema kuwa wakati wa uvamizi huo kushuhudiwa vitendo vya uporaji wa mifugo, bidhaa na biashara na mali nyingi za raia. Baadhi ya nyumba zilipotiwa kuvunjwa na mali kuchukuliwa kabla ya wapiganaji hao kulazimika kuondoka kufuatia mashambulizi ya Wazalendo. Wakati huu wale mapambano bado hayajaisha. Tangu alfajiri ya siku ya Jumamosi, mapambano mapya yameripotiwa kwenye mwili wa Bukinchi kuelekea Mikenge. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wapiganaji wa Wazalendo waendelea kusonga mbele kuelekea maeneo ya karibu na kituo cha Mikenge, huku pande zote mbili zikiendelea kubadilishana mashambulizi. Kutokana na hali hiyo, bado ni vigumu kufahamu mwelekeo halisi wa mapigano haya, na kwa kuwa taarifa zinaendelea kubadilika kadri saa zinavyopita. Kwa upande wa kibinadamu, mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa eneo la Itombwe wanaonya kuwa hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Wimbi jipya la wakazi wanaokimbia makazi yao limeongezeka, kwa familia nyingi zikosa mahali pa kujistiri, chakula, maji safi na huduma za afya. Pia baadhi ya vituo vya afya na shule vimeripotiwa kushindwa kutoa huduma kutokana na mazingira ya vifaa na hofu inayotanda katika eneo hilo. Hadi sasa kuna idadi rasmi ya watu waliouawa kujeruhiwa iliyotolewa na mamlaka za serikali au jeshi. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaendelea kueleza kuwa hali ya usalama bado ni tete, huku mapigano yakiendelea katika baadhi ya maeneo kati ya Bukinji na Mikenge. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa serikali na wadau wa kibinadamu kuongeza juhudi za kulinda raia na kuwafikishia msaada wa haraka wa maelfu ya watu walioathiriwa na mapigano hayo. Kivu News Info tutazidi kuwafahamisha kuhusu maendeleo ya hali hiyo mara utapopata taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika pamoja na vyanzo vya kuaminika vilivyoko katika eneo la mapigano.
Ripoti mpya ya kundi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeibua taarifa mpya kuhusu muundo wa uongozi wa kijeshi pamoja na migawanyiko ya ndani ya muungano wa M23 unaendelesha shughuli zake katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Ripoti hiyo iliwasilishwa mbele ya Baraza la Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa licha ya mabadiliko mbalimbali yanayoshuhudiwa ndani ya harakati hiyo, uongozi wa kijeshi bado unaendelea kushikiliwa na General Sultan Makenga. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Makenga anaendelea kuwa kamanda mkuu wa vikosi vya M23, ingawa nafasi yake imekuwa ikipingwa na baadhi ya viongozi wa ndani wa harakati hiyo pamoja na mamlaka za Rwanda ambazo zimekuwa zikitajwa mara kwa mara kuwa na ushawishi mkubwa katika maamuzi ya kisiasa na kijeshi ya kundi hilo. Kwa upande wa uongozi wa kisiasa, ripoti inaeleza kwa Bertin Bisimwa pamoja na Corneille Nangaa aliyewahi kuwa rais wa tume ya huru ya uchaguzi nchini DRC bado anaendelea kuongoza upande wa kisiasa wa AFC M23. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameongeza kuwa viongozi hao wa kisiasa na kijeshi waendelea kupokea maelezo, ushauri pamoja na msaada kutoka kwa serikali ya Rwanda na vyombo vyake vya ujasusi. Ripoti hiyo inaangazia migawanyiko iliyozidi kujitokeza ndani ya AFC M23. Kwa mujibu wa wataalamu hao, kumekuwa na mvutano mkubwa kati ya viongozi wa kisiasa na wale wa kijeshi kuhusu mwelekeo wa harakati hiyo. Wakati baadhi ya viongozi wa kisiasa ikiwemo Corneille Nangaa pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila wakitaja kuwa na azma ya kupanua operesheni hadi Kinshasa kwa lengo la kuchukua madaraka ya Kinshasa, viongozi wengi wa kijeshi wa M23 wamekuwa wakipinga wazo hilo na kusisitiza kuwa operesheni zao zibaki katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Mbali na tofauti hizo za kimkakati, ripoti inaeleza kuwa viongozi wa M23 pia wamekuwa wakitofautiana kuhusu namna kugawanya rasilimali zinazopatikana katika maeneo yanayodhibiti. Baadhi ya vyanzo vinavyonukuliwa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa vinaeleza kuwa baadhi ya maafisa na wapiganaji wamekuwa wakilalamika kile wanachokidai kuwa ni upendeleo unaotolewa kwa maafisa na wapiganaji wa jamii ya Watusi, jambo ambalo limeongeza malalamiko ndani ya harakati hiyo. Kwa upande wa wapiganaji wa kijeshi, ripoti inaonyesha kuwa maeneo yote yanayodhibitiwa na waasi wa M23 yamegawanywa katika kanda za ulinzi. Kanda ya kwanza inajumuisha maeneo Nyiragongo, Ruchuru na Lubero, inaongozwa na General Baudouin Ngaruye. Kanda la pili inajihusisha Masisi na Walikale, inaongozwa na Brigadier General Justin Gacheri Musanga. Nayo kanda ya tatu inahusisha maeneo ya Kivu Kusini, inaongozwa na General Innocent Biamungu. Kwa mujibu wa makadirio yaliyotolewa na katika ripoti hiyo, M23 kwa sasa ina takriban wapiganaji 30,000. Idadi hiyo inajumuisha wapiganaji wa zamani wa CNDP na M23 ya awali pamoja na elfu ya wapiganaji wapya walioajiriwa tangu mwaka 2021. Ripoti hiyo inaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji hao walitoka katika diaspora ya Kongo, wengine kutoka kambi za wakimbizi nchini Rwanda, huku wengine wakijiunga baada ya matukio ya hivi karibuni yanayoshuhudiwa mashariki mwa nchi. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaibanisha kuwa ndani ya vikosi vya M23 pia kuna maelfu ya askari waliokuwa wakihudumu katika jeshi la FARDC, polisi ya taifa DRC, pamoja na baadhi ya wapiganaji wa Zalendo ambao wamekamatwa wakati wa kuanguka kwa mji wa Goma au waliamua kujiunga na kwa hiari yao na harakati hiyo. Ripoti inaongeza kuwa pia kuna wanachama wa vikosi vya ulinzi vya kijamii pamoja na polisi wapya wanaoundwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Ripoti mpya inachapishwa wakati ambako wale usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota licha kutiwa saini kwa makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali. Ingawa kumekuwa na mikutano kadhaa ya kutathmini utekelezaji wa makubaliano hayo, bado kuna tofauti kubwa za tafsiri kati ya pande hizo mbili kuhusu namna ya kutekeleza, jambo ambalo limefanya utekelezaji wake kuwa mgumu zaidi mwaka mmoja baada ya kutiwa saini. Vile mazungumzo ya Doha yanaongozwa na serikali ya Katari bado hayajaleta mafanikio yaliyotarajiwa. Serikali ya DRC na waasi wa M23 wanaungwa mkono wa Rwanda bado hawajafika mwafaka kuhusu masuala muhimu yanayohusu usalama, kusitishwa kwa mapigano na mustakabali wa maeneo yanayokaliwa na waasi. Hatua hiyo ya mazungumzo yanayofanyika mjini Uswisi haikuweza kuleta mafanikio yaliyokuwa yanatarajiwa. Wachambuzi wanaamini kuwa kuendelea kwa tofauti hizo za kisiasa na kijeshi pamoja na kuharibika kwa hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi kunazidi kuhatarisha juhudi za upatanishi wa kikanda na kimataifa, huku maelfu ya raia wakiendelea kuathirika na vita vinavyoendelea katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Ripoti mpya ya kundi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka wazi tena taarifa mpya kuhusu shughuli za kisiasa na kijeshi za kundi la Convention pour la Revolution Populaire CRP inaongozwa na Thomas Lubanga, mwanasiasa aliyekuwa kiongozi wa kundi la waasi nchini DRC ambalo hukumiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa makosa ya kivita. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyowasilishwa mbele ya Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa na kunukuliwa na vyombo vya habari mbalimbali, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaeleza kwa tangu kuanzishwa kwa
kwa rasmi kwa CRP tarehe 10 Januari mwaka 2015. Harakati hiyo imeendelea kuchukua msimamo wa kupinga serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikitangaza kuwa inapigania mfumo mpya wa uongozi na kujitawala kwa kiwango kikubwa katika baadhi ya maeneo ya nchi. Ripoti inaeleza kuwa Thomas Lubanga amekuwa akijaribu kuipa harakati yake nafasi katika siasa na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ili kuepuka kujitenga kisiasa na kijeshi. Tarehe 16 Julai mwaka 2015 alitangaza hadharani kuunga mkono muungano M23 unaodhibiti sehemu kubwa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Hata hivyo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasisitiza kuwa hadi wakati walipomaliza kuandaa ripoti hiyo hawakuwa wamebaini ushirikiano rasmi wa kijeshi kati ya CRP na AFC M23. Kwa maneno mengine, licha ya tamko la kisiasa la Thomas Lubanga na kuunga mkono M23, hakuna ushahidi rasmi na udhibitishwa kwa makundi hayo mawili yanaendesha operesheni zao pamoja vitani. Ripoti hiyo inaeleza kuwa viongozi wa CRP wanajumuishwa waliokuwa makamanda wa zamani wa makundi ya waasi, wanasiasa pamoja na viongozi wa kijamii kutoka mkoa wa Ituri. Wengi wao wanaishi uhamishoni nchini Uganda, huku baadhi yao wakiwahi wamejisajili rasmi kama wakimbizi. Kwa mujibu wa wataalamu wao, upande wa kijeshi na wa harakati hiyo unaongozwa na Kopa Gistea ambaye aliwahi kuwa kanali katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ingawa kundi hilo limekumbwa na migawanyiko ya ndani na baadhi ya viongozi wake kuondoka, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaeleza kuwa uwezo wake wa kijeshi umeongezeka kwa kasi. Mnamo Novemba mwaka 2015 ilikuwa takriban wapiganaji 300 pekee, lakini kufikia kipindi cha kuandaliwa kwa ripoti idadi hiyo imeongezeka na kufikia karibu wapiganaji 1000. Ongezeko hilo kwa mujibu wa ripoti hiyo limetokana na kampeni kubwa kwa ajili wapiganaji wapya. CRP imekuwa ikiandikisha vijana kutoka ndani ya jamii mbalimbali za Ituri, hususan jamii zinazojulikana kama G5, lakini sehemu kubwa wapiganaji wake inatokana na jamii ya Hema. Miongoni mwao wamo wanachama wa kundi la Zaire pamoja na vijana wanachukuliwa kutoka katika kambi za wakimbizi wa ndani nchini DRC na zile zilizopo nchini Uganda. Ripoti inaongeza kuwa tangu Januari mwaka 2015 Inosaka Ina ambaye yuko chini ya vikwazo vya kimataifa ameanza kushirikiana na CRP katika shughuli za kuajiri wapiganaji. Kaina anadaiwa kufanya kampeni za ushawishi katika kambi za wakimbizi nchini Uganda na kuwashawishi baadhi ya wapiganaji wa zamani wa M23 kujiunga na harakati ya Thomas Lubanga. Licha juhudi hizo za kuongeza nguvu za kijeshi, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaeleza kuwa CRP bado haijafanikiwa kupata uungwaji mkono mkubwa kutoka makundi mengine yenye silaha wala kutoka kwa jamii nyingine za Ituri. Ripoti inasema hata majaribio kama ya makamanda wa kundi hilo kuwashawishi vijana wa jamii ya Lendu kujiunga na harakati hiyo ya kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Katika sehemu nyingine ya ripoti hiyo, Umoja wa Mataifa unakumbusha historia ya Thomas Lubanga. Mwaka 2015 alitangaza rasmi kuanzishwa kwa Convention pour la Revolution Populaire, akisema harakati hiyo inalenga kupambana na kile alichokiita utawala mbaya nchini DRC. Katika tamko lake la kuanzisha harakati hiyo, Thomas Lubanga alishtumu serikali kwa rushwa, uharibifu wa mali za umma, upendeleo wa kikabila, ukosefu wa utawala bora, matumizi mabaya madaraka pamoja na kushindwa kulinda maisha na mali ya wananchi. Thomas Lubanga alidai kuwa hali ya usalama katika mkoa wa Ituri inaendelea kuzorota kwa miaka mingi kutokana na kile alichokita kushindwa kwa serikali kutekeleza wajibu wake wa msingi wa kulinda wananchi. Kwa mujibu wa tamko lake, maelfu ya watu wameuawa, mamia elfu wamekimbia makazi yao, wengine wakikimbia nchi jirani hasa Uganda. Pia alizungumzia vitendo vya ubakaji, ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na uharibifu wa mali za wananchi. Thomas Lubanga alilaumu serikali ya kijeshi iliyowekwa chini ya hali ya kuzingirwa katika maeneo ya Ituri, akidai kuwa baadhi ya viongozi wake walihusika kwa njia mbalimbali katika kuendeleza makundi yenye silaha ili kulinda maslahi ya kisiasa na kiuchumi, hasa katika sekta ya madini. Hata hivyo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamekumbusha kuwa Thomas Lubanga ni mtu mwenye historia ndefu ya kesi za uhalifu wa kivita. Alikamatwa tarehe 17 Machi mwaka 2006 kwa hati ya mahakama ya kitaifa ya uhalifu. Alishtakiwa kwa makosa kuandikisha na kutumia watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kama wapiganaji katika vita vya Ituri. Baada ya kesi hiyo kuchukuliwa miaka kadhaa, tarehe 14 Machi mwaka 2012 mahakama ICC ilimtia hatiani kwa makosa na baadaye tarehe 10 Julai mwaka huo ikimtumu kifungo cha miaka 14 gerezani. Kutokana na muda aliokuwa tayari amekaa kizuizi tangu mwaka 2006, sehemu ya adhabu yake imehesabiwa na hivyo aliachiliwa huru mwaka 2012 baada ya kutumika kifungo chake.
Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inachapishwa wakati ambako hali ya usalama katika mkoa wa Ituri inaendelea kuwa mbaya, huku makundi mengi yenye silaha yakizidi kuimarisha uwezo wao wa kijeshi na kusababisha maelfu ya wananchi kuendelea kukimbia makazi yao. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaonya kuwa kuendelea kwa uhamishaji na wapiganaji wapya kuibuka kwa makundi mapya ya waasi kunaweza kuongeza hatari ya kuzorota zaidi kwa usalama katika eneo hilo ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Watu watatu wamejeruhiwa kwa risasi baada ya mwanajeshi mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC anayefahamika kwa jina la Utani Leblanc kufyatulia risasi katika mtaa wa Rombe ya pili ulioko katika munisipa ya Mulongo mjini Uvira mkoani Kivu Kusini. Tukio limetokea siku ya jana majira saa 2:35 usiku wa Jumamosi tarehe 11 Julai na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Mashuhuda wanasema milio ya risasi ilisikika ghafla na kuwafanya wananchi kukimbia ovyo, huku wengine wakijifungia ndani ya nyumba zao kwa hofu ya kushambuliwa. Kwa mujibu wa taarifa za awali zinazokusanywa kutoka eneo la tukio, chanzo cha tukio hilo kilikuwa ni mabishano yaliyotokea kati ya wanajeshi huyo na mlinzi wa baa alijulikana kwa jina la Sultani iliyopo katika Avenue Uvira ndani ya mtaa wa Rombe ya pili. Mashuhuda wanasema mwanajeshi huyo alifika katika baa hiyo akiwa anataka kuingia, lakini mlinzi alimzuia kuingia kutokana na sababu ambazo bado hajawekwa wazi na mamlaka. Kitendo hicho kilimkasirisha mwanajeshi huyo ambaye alianza kumtishia mlinzi huyo kwa maneno makali akidai kuwa angerudi kumalizana naye. Baada ya kutoa vitisho hivyo, mwanajeshi huyo aliondoka eneo la baa na kuelekea kusikojulikana. Dakika chache baadaye alirejea akiwa na silaha ya moto. Bila mazungumzo marefu, alifungua moto na kumpiga risasi mlinzi wa baa hiyo kwa umbali wa karibu. Katika vurugu zilizofuata, watu wengine wawili walipokuwa wakipita karibu na eneo hilo walipigwa risasi. Kwa mujibu wa mashuhuda, wote hao hawakuwa na uhusiano wote wa mabishano yaliyotokea kati ya mwanajeshi huyo na mlinzi wa baa, bali walijikuta katika eneo hilo wakati risasi zilipoanza kufyatuliwa. Baada ya kufanyika tukio hilo, mwanajeshi wale alikimbia kuelekea kusikojulikana kabla ya vikosi vya usalama kufika katika eneo la tukio. Wakazi wa Rombe ya pili wanasema kwa tukio sababisha hofu kubwa, huku biashara zikifungwa mapema na watu wengi kukimbia kuokoa maisha yao. Mara baada ya tukio hilo, wapiganaji wa wazalendo walikuwa katika maeneo karibu walifika katika eneo hilo na kuanza operesheni ya kumtafuta mwanajeshi aliyeshukiwa kuhusika na shambulio hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, lengo la operesheni hiyo ilikuwa ni kumkamata mtuhumiwa na kumfikisha mbele ya vyombo vya sheria za kijeshi ili ajibishwe kwa mujibu wa sheria. Wakati huo majeruhi walikimbizwa haraka katika vituo vya afya kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Hadi taarifa inaandaliwa, idadi kamili waliojeruhiwa pamoja na hali zao za kiafya bado hajatangazwa rasmi na mamlaka za afya. Viongozi wa eneo pamoja na vyombo vya usalama wamewataka wakazi wa Uvira kuendelea kuwa tulivu na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa rasmi, huku uchunguzi ukiendelea kubaini mazingira yote ya tukio hilo na hatua zinazopaswa kuchukuliwa dhidi ya mhusika. Kivu News inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya uchunguzi huo na kufahamisha wasikilizaji mara tu mamlaka zitapotoa taarifa rasmi kuhusu hali ya majeruhi pamoja na hatua zinazochukuliwa dhidi ya mtuhumiwa anayehusika. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya mchana wa leo, ikiwa ni Jumapili tarehe 12 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia na kuchagua Kivu News Info. Endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook pamoja na YouTube kwa habari za hakika na kwa wakati bila upendeleo. Mimi ni Loje Longa na kwa niaba ya uongozi na wafanyakazi wote wa Kivu News Info tunatakia mchana mwema na tutane tena katika taarifa zetu za jioni. Asante sana kwa kutusikiliza na kuendelea kutuamini. Kivu News Info, sauti ya kweli na taarifa zenye kuaminika. Bye bye na chao na muwe na mchana mwema.